Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Karibu katika huduma ya Tumaini Service, tukiendelea kujifunza neno la Mungu. Ujumbe wa leo, neno la Mungu tunaokwenda kujifunza ni kutaka kujua nini maana ya mafanikio halisi yanayotokana na Mungu. Nini maana ya mafanikio halisi yanayotokana na Mungu? Tumekuwa na picha na mitazamo na tafakari mbalimbali za mafanikio ni nini. Wengine wanayatazama mafanikio kwa nyanja ya elimu, wengine wanatazama mafanikio kwa nyanja ya kiuchumi, wengine wanatazama mafanikio kwa nyanja za kisiasa, wengine wanatazama mafanikio kwa nyanja za namna mbalimbali. Lakini Mungu ameweka wazi kuhusu nini maana ya kufanikiwa au nini maana ya kufanikishwa na Mungu. Tukitazama kwenye kitabu cha Joshua, ile sura ya kwanza, ule mstari wa 8, Mungu anasema kwenye Joshua 1:8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Kwa tukitazama eneo la mafanikio, tunaona Mungu ameliweka kwenye maeneo matatu, kwamba mafanikio halisi yanayotokana na Mungu yamebebwa na neno la Mungu. Ndani yake kuna kufanikisha njia, mipango ambayo wewe umepanga kufikia kufanikiwa kwako, ambako Mungu anaita ndio kustawi. Maanake anasema utakapotunza neno lake utafanikisha njia zako. Kwa hizi njia ndio mipango tulionayo, alafu katika mipango tulionayo utastawi. Sasa kule kustawi ndio kule ambako wengi wanaona nimefanikiwa. Sasa kama hakujatokana na neno la Mungu, kama hakujatokana na njia aliyokupitisha Mungu, manake ustawi wako bado haujawa mafanikio. Lakini kwa hali ya kawaida, kufanikiwa ni pale mtu anapokuwa amekamilisha takwa, hitaji la moyo wake. Kwa pale unapokuwa umepeleka maombi, unapokuwa umepeleka nia yako mbele za Mungu, na ukasikiliza kitu Mungu amekwambia kwa neno lake, na ukafanya kazi kwenye njia ambayo Mungu ameiamuru, ustawi wako tunasema ni ustawi halisi uliotokana na Mungu. Kinyume na hapo, manake hayo mafanikio hayajatokana na Mungu. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba wako watu wanafanikiwa kwa njia zao, manake hazitokani na Mungu. Wanafanikiwa kwa mawazo yao, hayatokani na Mungu. Na mawazo ya mwanadamu ni batili mbele za Mungu, na mawazo ya mwanadamu hayana haki mbele za Mungu. Manake kwa Mungu lazima shauri la Mungu lisimame, wazo la Mungu lazima lisimame, wazo la Mungu lazima liwe na haki. Kwa sasa tukiangalia mfano wa kitabu cha Isaya ile sura ya 55, tukitazama kwenye ule mstari wa 11, Mungu anasema, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Linatumwa wapi? Linatumwa kwa wanadamu, linatumwa kwa mtu, lakini hili neno la Mungu limebeba mafanikio. Hili neno la Mungu limebeba kustawi. Kwa hiyo ndio maana kwamba kama kustawi kwako hakutokani na neno la Mungu, maana yake hakuna mafanikio hapo. Kama kustawi kwako hakutokani na njia ambazo amezipendekeza Mungu, hakuna kustawi hapo, kwa hakuna mafanikio hapo.
Kwa kuna makosa yanakuwa yamefanyika, kuna miungu mingine inakuwa imeingilia kati, kuna sauti za miungu mingine zinakuwa zimekusemesha kwa habari ya hicho kitu ambacho wewe umekifuatilia, wewe umekitaka, wewe unahisi kwamba umefanikiwa. Lakini kwa Mungu, yeye anasema, tukitazama kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana, ile sura ya 1 ule mstari wa 2, Mungu anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Kwa hiyo mafanikio Mungu anataka ayaone kwa watu wote, lakini sio wote wanafanikiwa kwa njia za kumpendeza Mungu. Kwa ile kufanikiwa ni nini? Ile kufanikiwa kwanza lazima itokane na Mungu. Ile kufanikiwa ni nini? Ni pale ambako unakuwa umeishibisha haja ya moyo wako, umeshibisha haja ya roho yako. Kwa sababu kufanikiwa, anaweza akafanikiwa mtu yoyote tu. Ndio maana mafanikio hayana kanuni maalum kwamba waliopita kwenye njia hii tu ndio watafikia kustawi. Anaweza kastawi mtu yoyote tu, lakini nani ambaye amestawi katika halisia ya Mungu? Tukitazama mfano kitabu cha Methali, ukiangalia kwenye kitabu cha Methali ile sura ya 1, tazama ule mstari wa 32, Mungu anasema, maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Kwa hata mtu mpumbavu anafanikiwa. Mpumbavu ni nani? Ni yule ambaye anajua cha kufanya lakini hafanyi. Hata yeye anafanikiwa, lakini hajafanikiwa sawasawa na anavyotaka Mungu. Maana mafanikio yake sio halisi, kwa sababu tunajua roho halisi duniani ni Mungu pekee. Ndio roho halisi, ndio inayotufanikisha pasipo lawama, ndio inayotufanikisha pasipo nongwa, ndio inayotufanikisha pasipo utata, ndio inayotufanikisha pasipo dhambi. Ni Mungu peke yake. Kwa hiyo sasa, mtu wa Mungu, popote ulipo, unapokamilisha haja ndani ya moyo wako kwa kile kitu ambacho ulikuwa unakinia, kitu ambacho ulikuwa unakipigania, kitu ambacho ulikuwa unakitaka, huko ni kufanikiwa. Lakini je, ni mafanikio halisi? Yametokana na Mungu wa mbinguni? Utajipima kwenye mambo matatu. 1, neno la Mungu ni halisi kwako. 2, njia ulioitumia kufanikiwa. 3, ustawi wako, sio ustawi wa mtu mpumbavu ambaye anajua cha kufanya lakini hafanyi. Anajua kabisa kwamba sipaswi kufanikiwa kupitia rushwa, sipaswi kufanikiwa kupitia zinaa, sipaswi kufanikiwa kupitia wizi, sipaswi kufanikiwa kupitia uongo. Maana yake napaswa kufanikiwa kupitia kweli ya Mungu. Mungu anasema, watakase kwa ile kweli, maana neno lako ndio kweli. Kwa maana yake kama kweli ya Mungu haijasimama kwenye hilo eneo, alafu unaona unastawi, maana yake si mafanikio halisi yanayotokana na Mungu. Kwa hiyo neno langu la shauri kwa siku ya leo ni hilo. Mungu akubariki sana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.